Tanzania yatajwa kuwa ni moja ya nchi itakayokuwa na uchumi wenye nguvu barani Afrika katika kipindi cha miaka 25 ijayo. Na katika michezo, klabu ya Yanga ambao ni mabingwa wa kombe la shirikisho la CRDB imefanikiwa kutinga fainali ya mashindano hayo kwa msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya kuichapa JKT Tanzania magoli 2-0. Naam, habari ya kuamka mtazamaji popote pale ulipo. Karibu katika habari ya asubuhi ya leo. Jina langu ni Margaret Itala, nitakayekuletea habari hizi. Tunaanza na habari za kitaifa. Katika kipindi cha miaka 25 ijayo, Tanzania inatajwa kuwa ni moja ya mataifa yatakayokuwa na uchumi wenye nguvu barani Afrika na duniani kutokana na mapinduzi makubwa ya uwekezaji yanayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 kwenye miradi mbalimbali ikiwemo ya kimkakati. Henry Kavirondo anaripoti zaidi. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini Tanzania wamesema jicho la serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na kiongozi wa kwanza mwanamke kushika wadhifa wa juu wa urais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, limekuwa ni lenye maono kwa kutambua maendeleo endelevu katika jamii. Cuthbert Joseph ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mjumbe wa timu ya ushindi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Tija yake kiuchumi ni kwamba ile meli inakwenda kufungua uchumi wa Kenya, Kisumu na Uganda. Maana yake mtu kama anataka kuexport kitu chake kupeleka Uganda, ataweza kutoa Mwanza akapeleka Uganda. Miradi inayogusa hisia za wengi ni ujenzi wa daraja la JPM Kigongo Busisi jijini Mwanza wa zaidi ya shilingi bilioni 700 ambao upo 99%, upanuzi wa uwanja wa ndege wa Mwanza shilingi bilioni 29, ujenzi wa meli ya MV Mwanza shilingi bilioni 123 ambao upo zaidi ya 98%, ujenzi wa vivuko vipya vitano ziwa Victoria shilingi bilioni 27 na reli ya SGR. Zamani kutoka Mwanza tu kwenda Dar es Salaam unaweza ukafanya booking ya mwezi mmoja na usipate ndege. Lakini leo zile ndege zipo. Kwa kuwa maisha ni sawa na hadithi, ikiwa ni nukuu ya aliyekuwa rais wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi, akimaanisha kila kitabu kina kurasa zake. Wananchi nao wanasema wanajivunia yanayotendeka kwa ustawi wa maisha yao. Serikali tunaipongeza sana kwa sababu imejitahidi. Zamani ilikuwa ni shida sana. Akina mama walikuwa nakufa sana kwa sababu ya kukosa huduma. Tunashukuru Mama Samia kwa fursa anazotoa, mikopo kwa wanawake, mikopo kwa vijana. Miradi mingine inayotajwa kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi ni ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, hamasa kupitia utalii wa ndani na nje ya nchi, pamoja na uwekezaji katika sekta ya madini inayotajwa kuchochea maendeleo katika ukuaji wa pato la taifa na uchumi wa wananchi. Mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Shukrani sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Kule Zanzibar, walimu na wazazi wa wanafunzi wa skuli ya msingi Shauri Moyo wamesema ujenzi wa skuli ya ghorofa katika eneo hilo utapunguza idadi kubwa ya wanafunzi madarasani na kurahisisha kazi ya ufundishaji na usimamizi wa mienendo ya wanafunzi wao katika masomo yao. Tupate taarifa zaidi. 2460 ni idadi ya jumla ya wanafunzi wa skuli ya msingi Shauri Moyo, na kwa darasa ni kati ya wanafunzi 70 hadi 95. Hii ni kulingana na kauli ya walimu wa skuli hii ya maandalizi na msingi. Hivyo ujenzi wa skuli ya ghorofa ni suluhisho la kupunguza mrundikano wa wanafunzi madarasani. Unakuta hata ule ufanisi darasani kwa kweli unakuwa mdogo. Maana mwalimu hupati kumpitia mwanafunzi mmoja mmoja ili kumsikiliza na kumweka sawa. Idadi ni kubwa, unachoka. Akiwa katika hafla ya ugawaji wa sare kwa wenye mahitaji, mbunge wa jimbo la Shauri Moyo Ali Juma anaweka wazi mipango ya serikali ya kujenga skuli ya ghorofa katika eneo hilo. Katika jimbo letu la Shauri Moyo tunasema Shauri Moyo elimu ndiyo kipaumbele chetu. Na tunasema kipaumbele kwa sababu tunahitaji wanafunzi na wananchi pamoja na watoto wetu wawe wameelimika vizuri. Wakishaelimika maana yake jamii yetu ya Shauri Moyo itakuwa imeelimika na inaweza kufanya mambo mazuri katika maendeleo yetu katika jamii na taifa letu kwa ujumla. Baadhi ya wazazi wanasema ugawaji wa sare hizo kwa wanafunzi wenye uhitaji utawapa faraja kwao na familia zao. Wanafunzi ambao wao wana mazingira magumu kwa maana ya pengine familia zao zinashindwa kumudu kumnunulia sare mtoto wao. Wao walimu wanawafahamu watoto wao, wao wamewachagua na wao leo pia tutawapatia sare hizo. Bajeti ilikuwa kusema la haki ni mtihani, lakini mpaka sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu amzidishie
azidi kumweka na ampe moyo zaidi wa kutuweza kutusaidia wazazi na wanafunzi wetu. Nikishukuru chama cha CCM kwa kusimamia ilani na utekelezaji wake. Jumla ya sare 300 zimetolewa kwa wanafunzi wa darasa la awali mwaka huu. Sare 200 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, mashine ya fotokopi kwa matumizi ya skuli na vifaa mbalimbali vya michezo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Shukran sana Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika nchini, COASCO, limevitaka vyama vya ushirika kujiandaa na matumizi ya mfumo wa usajili wa taarifa za fedha ukiwa na lengo la kudhibiti vitendo vya udanganyifu vinavyofanywa na baadhi ya wahasibu nchini. Kuringemongi anaarifu zaidi. Akifunga mafunzo kwa viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika kuhusu masuala ya kodi, uhasibu na ukaguzi jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa COASCO CPA Jeremia Mogeta amesema mfumo huo unaosimamiwa na Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Mahesabu NBAA utaanza kufanya kazi Julai mosi mwaka huu. Imeanzisha mfumo utakaotumika kusajili taarifa za fedha zilizokaguliwa kwa lengo la kuwa na sehemu moja ambayo watumiaji wa taarifa za fedha wanaweza kuzipata wanapozihitaji. Pia mfumo huu umeanzishwa kudhibiti udanganyifu ambao umekuwa ukifanywa na baadhi ya wataasisi kwa kuandaa taarifa za fedha zaidi ya moja kwa mwaka husika kwa lengo la kufanya udanganyifu. Naye mkurugenzi wa ukaguzi wa COASCO CPA Golden Kajaba akawasisitiza wahasibu wa vyama vya ushirika nchini kuwasilisha taarifa za mahesabu za vyama vyao kwa wakati. Kuziwasilisha taarifa zako za fedha kwa muda stahiki, ambapo itatusaidia kufanya mapitio na kukamilisha ukaguzi kwa wakati. Kwa sababu mpaka sasa tunavyoongea kuna baadhi ya SACCOS ambazo zimefunga taarifa zao za mwezi wa 12/24 mpaka sasa hazijawasilisha vitabu husika. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Shukrani sana Kuringemongi kwa taarifa hiyo. Kule nyanda za juu kusini, wakulima wa zao la kakao wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameshauriwa kuchakata zao hilo ili kuongeza mnyororo wa thamani na kujikwamua kiuchumi badala ya kuuza zao hilo likiwa ghafi. Epimakos Apolinali anaarifu zaidi. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase wakati wa kufunga mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kulima vyama vya ushirika wilaya ya Kyela Keku yaliyoandaliwa na benki NMB, huku mratibu wa benki hiyo Rogers Shpera akaeleza malengo ya mafunzo hayo. Tusiishie tu kuuza gafi. Tunataka tupige hatua. Kama sisi tunawauzia sokoni gafi wanaenda kuichakata, basi sisi tuichakate ya kwetu, wanunue ambao tayari imeshachakatwa. Na ninaamini kwa kuwa iliyochakatwa tayari inakuwa na bei iliyoongezeka. Tukaona hapa tukiingia vijana wengi pia watapata fursa. Vijana wa kike na wa kiume kujihusisha pia na kilimo cha zao la kakao. Lakini pia tuliona kwamba wanakosa kidogo ufahamu wa kutosha katika swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wake, kaimu meneja mkuu Keku Nabii Emmanuel amesema kuuza kakao iliyochakatwa itasaidia kuongeza kipato kwa wakulima, huku baadhi ya wakulima wakaeleza faida ya mafunzo hayo. Kuna semina wanatoa shukrani nyingi kwa shirika la NMB Foundation nyanda za juu kusini kwa kuandaa mafunzo haya muhimu kwa wakulima wa kakao wilayani Kyela, na kwamba baada ya mafunzo haya ni matumaini yetu kwamba zao la kakao wilaya ya Kyela litakuwa bora na thamani yake itaongezeka. Tunafaidika kwa kiwango cha chini, lakini sasa hivi tutafaidika kwa kiwango cha juu, kwa sababu tayari hata ajira zitaonekana kwa watu wengine, kuwapa ajira kwa ajili ya maboresho ya kuthamanisha hii kokoa. Unajua, mwanzoni tulikuwa hatuwezi kujua ni namna gani ambayo tunaweza tukalitunza na kuliona zao la kakao lina thamani, lakini baada ya mafunzo haya tumefundishwa kwamba kakao inaweza ikawa imemtoa mtu kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakos Apolinali, Channel 10. Shukrani sana Epimakos kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunaendelea kusalia huko nyanda za juu kusini. Kuezuliwa kwa paa kwa baadhi ya vyumba vya madarasa na nyumba za walimu
kunakosababishwa na mvua kubwa inayoambatana na upepo mkali katika wilaya ya Ileje mkoani Songwe kunatajwa kuchangiwa kwa uchakavu wa majengo ambayo yamejengwa kwa muda mrefu pamoja na hali ya mazingira ya miinuko mikali. Rose Chapewa ameandaa taarifa ifuatayo. Mwezi Oktoba mwaka jana, baadhi ya vyumba vya madarasa na nyumba za walimu katika shule ya msingi Ibezia wilaya Ileje mkoani Songwe paa zake ziliezuliwa na upepo mkali ulioambatana na mvua, jambo ambalo limekuwa likijirudia. Majengo yale yalijengwa kwa muda mrefu uliopita. Kwa na mengine yanakuwa pia yamechoka. Kwa hiyo tunayo kazi kubwa sana ya kufanya ukarabati, lakini kujenga upya vyumba vya madarasa ambavyo vingine umri wake unakuta tayari ni umri wa mtu mzima, vina miaka 30, vina miaka 40. Kutokana na changamoto hiyo, benki ya NMB imetoa msaada wa bati, madawati, vitanda na magodoro kwa shule ya msingi Ibezia na shule ya msingi Ibaba ambayo ina wanafunzi wenye uhitaji maalum, likiwa ni ombi maalum la naibu waziri wa ujenzi ambaye ni mbunge wa jimbo la Ileje Mhandisi Godfrey Kasekenya. Baada ya kuona ile changamoto, tulikuwa katikati ya utekelezaji wa bajeti ambayo isingekuwa rahisi pengine kupata fedha ya kununua bati, misumari na mbao ili watoto wetu pamoja na walimu waweze kuendelea na kazi. Na wazo lililojia mara moja ilikuwa ni kwamba tuna wadau wetu muhimu sana kwa maendeleo ambao ni NMB. Tunashukuru sana kwa nguvu yenu hii, imetufanya tusonge mbele na tuendelee na majukumu mengine. Akikabidhi msaada huo kwa niaba ya meneja wa kanda wa benki ya NMB Enoki Nyange, anasema kipaumbele cha benki hiyo ni kushirikiana na serikali. Ina thamani ya shilingi milioni 11 ambavyo ni pamoja na mabati 128 kwa ajili ya shule ya msingi Ibezia, lakini pia vitanda na magodoro 50 kwa ajili ya shule ya msingi Ibaba. Walimu wakuu wa shule za msingi ambazo zimenufaika na msaada huo wanaomba na wadau wengine kuwasaidia. Wasisite kutoa misaada pale tunapopata majanga mbalimbali. Kutoka Ileje mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa. Shukrani sana Rose Chapewa kutoka Songwe. Kule kaskazini mwa Tanzania, wajumbe wa bodi ya nishati vijijini REB wametoa pongezi nyingi kwa uongozi wa gereza kuu la mkoani Arusha kwa kutoa vipaumbele kwenye matumizi ya teknolojia za nishati safi ya kupikia wakati wa kuandaa chakula cha wafungwa zaidi ya 700, tofauti na hapo awali ambapo matumizi ya kuni na mkaa yalikuwa makubwa zaidi ya 100%. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akizungumza baada ya kutembelea gereza kuu la Arusha, Mheshimiwa Balozi Radhia Msuya amesema bodi ya nishati vijijini REB imeridhishwa na kiwango kikubwa cha hatua zilizochukuliwa na gereza hilo katika kutekeleza agizo lilotolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alilotoa mwezi Novemba mwaka 2023 la kuzitaka taasisi zote zinazohudumia watu zaidi ya 100 kuacha kutumia nishati chafu ili kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Na katika utaratibu au katika makubaliano hayo, magereza itawezeshwa na wao kutumia rasilimali au kutumia mabaki ya kilimo na chakula ili nao waweze kutengeneza mkaa poa au kuni poa, ili sasa upatikanaji wa nishati hizo utakuwa rahisi zaidi. Kwa upande wake, mhandisi wa miradi kitengo cha nishati jadidifu na teknolojia mbadala REA, mhandisi Anet Kidianabo amesema makubaliano ya mradi wa REA na magereza wenye thamani ya shilingi bilioni 35 utasaidia kuongeza chachu ya matumizi ya nishati safi kwa magereza. Mradi mwingine ni wa usambazaji wa nishati safi ya kupikia katika magereza yote Tanzania bara yenye gharama ya takriban bilioni 35.2. Mradi huu ulisainiwa tarehe 12 Septemba 2024 na utekelezaji wake tayari umeshaanza. Aidha, mkuu wa gereza kuu la Arusha Charles Mhinga ameshukuru ushirikiano uliopo baina yao na REA na kuongeza kuwa hapo awali hali ilikuwa sio nzuri kwa kuwa chakula kiliandaliwa kwa kipindi kirefu pamoja na hali ya usalama wa afya wa waandaji wa chakula zilikuwa zikiathiriwa na moshi wa kuni, huku kiwango kikubwa cha nishati ya kuni kilikuwa kikitumika. Mimi niwashukuru REA kwa kuratibu mpango huu. Umetusaidia kwa kweli. Tusaidia kwa kiasi kikubwa. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha,
ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Shukrani sana Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT mkoa wa Njombe umewataka wanachama wa umoja huo kuwa na mshikamano na kuepuka vitendo vya kuchafuana, kuwekeana visa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Mwenyekiti wa UWT mkoa wa Njombe Dr. Scholastica Kevela ametoa wito huo wakati wa kuhitimisha ziara ya kamati ya utekelezaji ya UWT mkoa na kwenda sambamba na semina iliyotolewa katika baraza la UWT wilaya ya Njombe kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo amesisitiza wanachama wanao wajibu wa kuzingatia misingi na kanuni bora zilizowekwa. Tujitahidi tufuate kanuni. Hakuna mtu amewahi kaa kwenye kiti asifanye kitu. Viko vitu walivyovifanya, ila tumeagizwa wakati ukifika tuhimize wanawake wengi wajitokeze wachukue fomu, lakini isiwe sababu ya kumchafua kiongozi aliyekalia kiti wakati huu. Isaac Kevela amesema wanachama hao wanao wajibu pia wa kuendelea kuelezea juu ya miradi inayotekelezwa kupitia ilani ya uchaguzi. Ziara hii ililenga kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kusema kazi nzuri alizozifanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Deni tunalo sisi viongozi sasa wa kusema zile kazi zote nzuri alizozifanya. Natoa angalizo na onyo, tuwaache wafanye kazi kwa dakika zilizobaki kwa amani na salama. Na baadhi ya maeneo wameanza kupita, wanapiga kampeni. Nao baadhi ya wajumbe na viongozi wa kamati ya utekelezaji ya UWT wamewasihi wanawake kuungana. Tuna mwanamke mwanamama pale juu, lazima tukatafute kura za kishindo zitakazopitisha mama yetu pale, Mama Samia. Kwa hiyo tuende tukajipanga wote, kwa sababu upendo ni kila kitu, na jambo lolote ukitaka liende lazima kuwe na upendo. Nyinyi kwa nyinyi kwanza mpendane, na mkipendana nyinyi kwa nyinyi, na uhakika hata tutakachokwenda kukisimamisha kitakuwa kina hiti na kina hija kwa Watanzania. Ni Michael Patrick, Channel 10 Njombe. Shukrani sana Michael Patrick kutoka Njombe. Mtazamaji, kwa kumalizia habari za kitaifa, turejee tena kule kanda ya kati ambapo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Ndego amesema mkoa huo unatarajia kuzindua kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya ili kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi na watumishi wa umma kwa lengo la kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika maeneo yao. Kutoka Singida, Rafuru Kinala anaarifu zaidi. Katika jamii kumekuwa na changamoto ya baadhi ya wananchi kukosa haki zao kutokana na uelewa mdogo wa sheria katika mashauri yao yaliyopo mahakamani. Kutokana na changamoto hiyo, mkoa wa Singida unatarajia kuzindua kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya kwa lengo la kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala ya kisheria. Kamati za ushauri za kisheria za mikoa na wilaya kwa mujibu wa sheria ya utekelezaji wa majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kamati hii inalenga kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi, watumishi wa umma na viongozi wa umma ili kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika wilaya zetu na mkoa kwa ujumla. Hapa pia mkuu wa mkoa wa Singida Halima Ndego akaweka wazi malengo ya kamati hiyo ya ushauri wa kisheria. Kwanza ni kupunguza mashauri au migogoro dhidi ya serikali, lakini pili, huduma za ushauri wa kisheria zitakutanisha mawakili wa serikali na taasisi mbalimbali na kuwasaidia wananchi wenye changamoto mbalimbali. Pia huduma hii itaweza kupunguza malalamiko ya kisheria kutoka kwa wananchi. Lakini sita, kutoa elimu ya sheria kwa umma katika kushughulikia changamoto mbalimbali katika maeneo yao. Na saba, kutoa elimu ya sheria kwa viongozi na maafisa wa serikali ili watoe maamuzi kwa kuzingatia sheria. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha sheria ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida, Matilda Mixon, yeye anasema kuwa kamati hiyo pia itasaidia kupunguza mashauri yanayoihusu serikali mahakamani. Tumelenga kupunguza mashauri ya serikali kwa sababu kumeonekana kuna malalamiko mengi na makusudio mengi ya kutaka kuishtaki serikali. Kwa lengo ni kuhakikisha tunapunguza mashauri yanayoenda mahakamani dhidi ya serikali pamoja na wananchi kuhakikisha wanapata haki zao. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Shukrani sana Rafuru Kinala kutoka Singida. Katika michezo, klabu ya Yanga ambao ni mabingwa wa kombe la shirikisho la CRDB imefanikiwa kutinga fainali ya mashindano hayo kwa msimu wa mwaka 2025-2026
baada ya kuichapa klabu ya JKT Tanzania kwa magoli 2-0, mchezo uliochezwa dimba la CCM Mkwakwani jijini Tanga, mchezo uliochezwa majira ya saa 10 kamili jioni. Magoli ya Yanga yamefungwa na nyota Mzimbabwe Prince Dube aliyefunga dakika ya 41 ya kipindi cha kwanza, na msumari wa pili katika jeneza la JKT Tanzania ukipigiliwa na kiungo Mudathir Yahya katika dakika ya 88 kipindi cha pili, na kuifanya Yanga kufuzu fainali yake mara ya 5 mfululizo. Yanga inasubiri mshindi wa mchezo wa nusu fainali ya pili itakayowakutanisha Simba Soccer Club na Singida Black Stars, mchezo unaotarajiwa kuchezwa juma lijalo katika dimba la Tanzanite Kwaraa wilayani Babati mkoani Manyara. Na mtazamaji, tumemaliza kipindi chetu cha kwanza katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea kwa ufupi, nitakusomea vichwa vya habari katika magazeti yaliyotufikia studio zetu asubuhi ya leo. Endelea kubaki nasi.